Siku njema ni leo msikilizaji, nami na matumaini rafiki umzima wa afya. Siku yako imekuwa njema popote pale ulipo. Niseme asante kwa kusikiliza EFM. Karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu na sisi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mimi Veronica Franki huambatana pamoja nawe kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Karibu. Tupo na mkasa wa ndugu yetu anaitwa Rozi. Tupo tunazidi kuyasikia mengi ambayo Rozi anashia pamoja nasi. Na siku ya jana kuna hatua tulipiga. Rozi amekamilisha kile moyo wake ulikuwa na shauku nacho. Utakumbuka Rozi alitamani kutokumwona huyu binti, maana amekwazika sana na anasema moyo wake umekuwa ukiugua sana. Aliamini akifanya hayo moyo wake utatulia. Karibu sana msikilizaji. Je, Rozi baada ya kutekeleza kile moyo wake ulitaka, umauti umemkuta huyo binti katika harakati za uzazi, na hiki ndicho ambacho yule mganga alimwambia. Ana nafasi tu ya kwenda leba, lakini hatatoka. Na ndivyo imekuwa. Binti mdogo ambaye Rozi anasema ni binti mwenye umri wa miaka 23-25 hivi. Amepata ujauzito, mama amepoteza maisha na mtoto amepoteza maisha, na kwa maelezo ni mtoto wa kiume. Karibu sana tuyasikie haya. Wakati Rozi akitueleza, pengine nawe huenda unapitia changamoto mbalimbali. Moyo wako unaugua sana. Mpaka sasa hivi umepambania sana hii ndoa. Ndio, na bado unaendelea kupambana. Natamani umsikie Rozi katika hiki ambacho anashare pamoja nasi katika siku njema ya leo. Lakini zaidi ni washukuru sana wahisani wetu ambao wanatupa nafasi katika sehemu ya maumivu ya kutendwa. Kwa nini nasema naumia? Kuna mtu anaweza akasema, wewe bwana wewe, unahangaika na mwanaume wa kazi gani? Wewe mwanaume akipita hivi pita hivi. Kitu gani bwana? Yeye ni nani bwana? Apite kimpango wake. Wewe una kazi yako wewe. Angalia maisha yako. Najua. Yes, ni maneno mazuri. Lakini nataka nikwambie, huyu mwanaume tumekutana naye angali nikiwa bado msichana, mdada. Tumeanza maisha, tumekuwa tukiishi maisha ya furaha sana. Na mpaka tumepata watoto wetu 4. Mimi nimekuwa ni mwanamke naishi vizuri kwenye ndoa yangu. Mimi hupenda kusema, huenda mume wangu alikuwa akichiti tu mara nyingi. Yaani akiwa na mahusiano nje, lakini hakuwahi kunionyesha. Na tulizidi kuishi maisha ya amani. Lakini nyakati zilipofika, matendo yake yamebadilika, yalinipa wasiwasi na mimi kuanza kufuatilia. Nilipojua sikuweza kunyamaza. Moyo wangu haukuweza kustahimili. Labda mimi na moyo mdogo. Labda wewe unayenijaji una moyo imara, unaweza ukastahimili. Mwanaume ambaye sasa harudi nyumbani kabisa. Mwanaume ambaye ana majibu mengi sana. Mwanaume ambaye anakuambia siku zote amechoka. Hakupi haki yako kama mke ndani ya ndoa. Mimi sikuweza. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Rozi. Rozi anasema, nimepata taarifa ya kile kinachoendelea. Wako kwenye msiba. Wako kwenye msiba na taratibu za mazishi zinaendelea. Nimefanya hayo. Je, nina amani? Ninafanya hayo. Mume wangu anarudi? Nimetoa shilingi milioni 4 za Kitanzania kwa ajili ya haya mambo. Rozi anasema nilitulia. Ile siku ilifika usiku. Rozi anasema usiku umefika. Sikuwa sawa. Lakini nilisema, au habari hizi mimi nimezipokea kwa namna tofauti. Labda nimezipokea kwa shauku kubwa, kwa sababu nilikuwa na ngoja habari hizi mbaya. Kwa nini najisikia hivi? Kwa nini najisikia kama ni mtu ambaye nimekuwa mtupu? Kwa nini najisikia kama moyo wangu unakosa utulivu? Kwa nini najisikia hivi na wakati nilitakiwa nifurahie? Rozi anasema siku hii pia sikupata usingizi. Palipopambazuka nakumbuka
Nilimpigia simu ndugu yangu, nikamwambia, unajua hii hali sasa, hii ni siku ya pili nakosa usingizi, sielewi najisikiaje. Akaniambia, hivyo ndivyo ambavyo wage inakuwa. Wewe jua tu, mtu aliyekutesa kwa siku zote hayuko tena. Akaniambia, tukutane tuzungumze, hutakiwi kuwa na wasiwasi. Una hofu na nini? Yani hofu inayozalishwa sasa hivi inatoka wapi? Hofu yako inatakiwa iwe imekwisha, kwa sababu aliyekuwa anakutesa tunazungumza sasa hivi yuko ardhini, historia yake imeshaisha. Unatakiwa ufurahie. Kwa nini unasema hivyo? Kwa nini unasema kwa nini unajisikia hivyo? Rose anasema, basi na yakumbuka haya, nilipata nafasi ya kukutana ndugu yangu, na ndugu yangu akaniambia, mbona nakuona kama umekuwa mnyonge? Nikamwambia, hapana, sio mnyonge. Akaniambia, ni kwa sababu mwanaume wako hajarejea nyumbani. Atarejea. Unakumbuka uliambiwa kwamba atarudi? Atarudi tu, wala hata usiwe na wasiwasi. Nikamwambia, ni kweli, atarudi. Akaniambia, unajisikiaje? Nikamwambia, yani sijajua, lakini hii mara ya pili ninajihisi kama nimekuwa na hali ya tofauti kidogo. Ananiambia, hali gani? Namwambia, sijui, lakini kama nimejikuta muda mwingi najifili mnyonge, kama moyo wangu unakosa utulivu. Akasema, sijajua, kwa nini unajisikia hivyo? Nikamwambia, yani nikikutolea mfano ni kama mtu ambaye ana kitu kimeondoka ndani yake. Yani kama kulikuwa kuna kiungo kimeondoka. Sielewi hata nikuelezaje ukanielewa, lakini najihisi kama nimekuwa mkiwa, nimekuwa mpweke, najihisi kama yani sina amani kabisa, na sielewi kwa nini najisikia hivi. Akaniambia, wewe ndivyo ambavyo unapokea habari, watu wanatofautiana Rose. Kuna mwingine anaweza akapokea habari akapewa surprise ya gari, yani bila furahi anaweza kaanza kulia, anaweza akajikuta sasa amebaki tu amekaani na mshangao unamfanya watu wanamuona hata amekuwa mnyonge. Watu wanatofautiana. Nikamwambia, sijui. Akaniambia, wewe kuwa na amani, embo mpigie simu yule mtu akupe taarifa nini kinachoendelea. Nikamwambia, alisema walikuwa kwenye taratibu za mazishi, kwa alikuwa yuko kwenye msiba. Lini? Nikamwambia, nilivyoongea naye. Akasema, sasa si ndio uulize nini kinachoendelea. Nikamwambia, tulikubaliana kwamba tusiulize watu watatuuliza. Wewe unauliza tu habari ya mume wako, unauliza habari ya msiba. Nikamwambia, kweli. Nikampigia yule mnipa habari wangu, na nikamwambia, vipi? Akaniambia, safi, tunaendelea vizuri. Basi ndio hivyo, historia kitaja jina yule dada ndio imeishia hivyo. Labda mwenzangu utapumua sasa, maana yule aliyekuwa kizingiti kikubwa kwako naona Mungu amemchukua mapema. Tunajihoji, amepatwa na nini? Kila mmoja anasema la kwake. Wengine wanasema sio bure, kifo chake sio bure. Nikamwambia, kwa nini nasemwa hivyo? Akasema, si unajua tena watu wenye macho matatu. Nikamwambia, hebu nielezee vizuri. Akaniambia, ndio hivyo mwenzangu, msibani kila mmoja anaongea la kwake. Sasa si unajua tunafanya naye kazi, ndio hivyo tunaambiwa. Watu wamepima, wameona kwamba hichi kifo sio cha kawaida, na ndugu ndo wanasema ndugu yao amekufa kifo sio cha kawaida. Kuna mazingara. Na muuliza, kivipo? Wanasema yani mlango ulikuwa umeshafunguka, yani ni kwenda kujifungua, lakini akaanza yani hali kabadilika kwa ghafla. Yani ghafla mtu akabadilika, ikabidi waseme haraka sana afanye operation, lakini hadi madaktari wanashangaa. Yani wanashangaa nini kilichotokea kwa dada, kwa sababu ujauzito wake, historia yake, yani hakuwa na pressure, hakuwa na nini. Yani sio mtu alikuwa na historia ya shida yoyote, lakini wanashangaa nini kimetokea. Kwa ndugu zake ndo kuchungulia, wanasema ndugu yao sio kifo cha kawaida.
Nilikuwa nimekaa loudspeaker. Nikasema maskini, Mungu amlaze mahali pema peponi. Akasema ndio hivyo, unajua sisi sote ni wasafiri, kila mmoja ana njia yake. Sema watu wanasema kuna njia nyingine, kuna watu wengine wanawatanguliza wenzao, wanawasukuma waende makaburini. Nikamwambia mimi namuombea tu heri, Mungu amsamehe madhambi yake na ampokee. Akasema kwa kweli ndio maombi ya sisi sote, Mungu amsamehe madhambi yake, Mungu atujalie mwisho mwema. Nikamwambia amina. Sikuweza kuuliza swali jingine lolote, sikuweza. Nikakata simu. Ndugu yangu akaniambia vipi? Nikamwambia sijui. Akaniambia umekuaje? Nikamwambia yani sijui. Akaniambia Rose, unakuaje? Sijui. Yani pale nikaanza kusikia ndani yangu uchungu usiokuwa kawaida. Mimi ninazungumza hivi, kuna mtu mmoja anaweza akana nielewa hii situation mimi napitia. Kuna mtu sasa hivi unataka ufanye jambo fulani, ukiamini linaweza likasolve jambo fulani, basi muombe Mungu lisolve hilo jambo. Mimi ninapojisikia sasa hivi sielewi, hata nikisema nikuelezee sielewi. Kama ile sentence wanasema damu ya mtu sio damu ya kuku, hii sentence inaweza ikawa na maana kubwa sana. Nilisikia uchungu ambao sijui kwa nini nasikia uchungu. Uchungu unatoka ndani. Na wakati mimi napita changamoto ya ndoa yangu nilikuwa nasikia uchungu, lakini sio kama huu. Yani sio kama huu unaojisifiri sasa hivi. Huu sio uchungu wa kawaida. Nikaanza kutoka na machozi, nikaanza kulia. Ananiambia Rose, umepatwa na nini? Naambia sijui. Ananiambia Rose, unajisikiaje? Namwambia sijui. Ananiambia Rose, akanikumbatia. Akaniambia Rose, hebu niambie ukweli, unajisikiaje? Nikamwambia sielewi, najisikia kama niko jangwani. Najihisi kama ni mkosaji. Najihisi kama mimi, yani sijui nimefanya kitu gani. Akaniambia Rose, sisi sote tumekuwa tunajadili hili jambo. Na tulisema baada ya hili jambo tutachinja mfugo ambao umenona, tufurahie. Kwa nini unasema hivyo? Nikamwambia sijui. Akanitia moyo, akaniambia usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Mmeo akirudi na maisha yenu yakaendelea kama kawaida, na usijihukumu, huyu mtu alistahili. Mimi na wewe hatuwezi kuzungumza sasa hivi habari kwamba nilikosea. Hatujakosea Rose. Tuliyafanya yako usahihi na tumempa anachostahili. Nikamwambia unaweza ukaitunza hii siri? Nilimuuliza hili swali ndugu yangu. Akaniambia Rose, kwa nini unaniambia hivyo? Nikamwambia unaweza ukaitunza hii siri yetu mpaka siku unapoondoka hapa duniani. Akaniambia Rose, kwa nini unaniambia hivyo? Mimi na wewe tumefanya vitu vingapi Rose? Nikamwambia nahisi unaweza ukashindwa kustahimili kubeba ile jambo kifuani mwako. Akasema ni wewe ndio umelibeba kwa uzito hivi. Yani wewe ndio umelibeba kwa uzito, unaanza kuhisi labda itajulikana. Atakayejua nani Rose? Nikamwambia najua siri ni ya mtu mmoja. Tuko wawili. Nahisi unaweza ukashindwa kustahimili. Kama ikafika kipindi ukaanza kuona kama yani unapopata habari ule kuhusu ule binti ukaona kama hukustahili kufanya hivyo. Asema Rose, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Nawezaje kuzungumza kitu cha hatari kama hicho? Rose, sisi hatujashika kisu tukamchome yule dada. Hatujamwekea sumu. Ripoti ya daktari inasema umauti wake umetokana na nini? Kwa nini wewe uanze kusema hivyo? Hata yani vithibitisho hivyo vinatokea wapi kwamba hivi ni vitu ambavyo havipo? Ushaye kuona uchawi, kuna mtu anapelekwa mahakamani kwa issue ya uchawi? Kwa sababu hivi ni vitu ambavyo havina vielelezo, vithibitisho. Usione wasiwasi. Akantia moyo, tukaongea. Akaniambia hebu tufurahie, tule, tuenjoy. Yani akanitoa kwenye ile hali ya kujisikia vile. Na uwezi amini,
alivyoniambia yule msichana kwamba watu wanasema hiki kifo sio cha kawaida, nakumbuka mimi nilikuwa nipo kwenye vita na huyu mtu. Sielewi. Tulikaa tukapiga story, akanifariji, nikawa niko okay. Nikasema yes, mume wangu anarudi na kila kitu kinakuwa sawa. Akasema na ndivyo itakavyokuwa, na utaenjoy sasa hivi kwa sababu atarudi, atajigundua alikosea. Nikamwambia ndio, na mimi naamini hivyo pia. Rosie anasema ni kweli mume wangu alirudi nyumbani akiwa mnyonge sana. Na mimi nikamwambia mume wangu, mbona uliondoka bila taarifa, hata message? Akaniambia nilipata matatizo. Hujasikia matatizo niliyoyapata? Nikamwambia usiponiambia wewe, nani ananieleza kuhusu matatizo yako mume wangu? Akaniambia kwa hiyo wewe hujapata taarifa za msiba? Nikanyamaza. Wewe hujapata taarifa za msiba, si ndio? Nikamwambia mimi nazungumza na wewe, yani kwa nini wewe hujaniambia? Akaniambia nimeshakueleza sasa, kama nilikuwa sijakwambia basi nilikuwa niko kwenye msiba. Nikamwambia pole mume wangu, pole kwa msiba. Akanitazama akaniambia asante. Mume wangu akaenda kwenye chumba chake. Basi na mimi kama mama, mume karudi, unakumbuka nilivyoambiwa mume akirudi nimpokee, nisiongee maneno ya kukwaza, nimsikilize, na akiniomba msamaha nimsamehe kwa moyo mmoja. Basi kama mama, ule muda amerudi, nikaingia jikoni, tengeneza chochote, nikampelekea mume wangu chumbani ambako sasa nala, sio chumbani kwetu. Nikamwekea hapo chakula, nikamwambia ungeamka ule. Akaniambia asante. Kweli mume wangu akainuka, nikamnawisha mikono yake, akakaa pale akana kula kile chakula. Mimi nilikuwa nimekaa kwenye kitanda, yeye amekaa hapa kwenye hiki chumba kuna meza na kiti chake. Kwa hiyo akaana kula, mimi nimekaa tu kitandani. Nikamwambia mume wangu, unajisikiaje? Akaniambia nikwambie ninavyojisikia. Nikamwambia niambie, mimi ni mkeo. Akaniambia najisikia vibaya. Nikamwambia pole mume wangu, pole, sina hata neno la kusema. Mume wangu, urudi sasa nyumbani. Akanigeukia akaniambia kwa nini unasema hivyo? Kwani mimi nilishahama hapa nyumbani? Nikamwambia haujahama hapa nyumbani, lakini kwa nini usirudi nyumbani tukaishi maisha kama zamani? Ninakukumbuka sana mume wangu, ninakumisi sana pia. Unajua tumetoka mbali. Akaniambia najua. Unaweza ukaniacha nikala kwanza na tutaongea baadaye? Nikamwambia ndio mume wangu. Rosie anasema basi nilikaa pale, akamaliza kula chakula, nikatoa vitu, nikapeleka jikoni, nikasafisha pale vizuri. Akaniambia unaweza ukaniacha nikapumzika kidogo? Nikamwambia ni sawa, bila shaka. Nikamwacha apumzike. Muda umefika, nimetengeneza juice kidogo, ameamka, nikampelekea juice. Akaniambia asante. Nikamwambia sasa umepumzika, tunaweza tukaongea? Akaniambia tunaweza tukaongea. Nikamwambia nimekumisi sana, unajua? Akaniambia najua. Mume wangu, kwani usirudi chumbani? Kile ndo chumba chetu. Akaniambia ndio, nitarudi. Nikafurahi sana. Basi nikamwambia basi nikuache upumzike na kutegemea utarudi, na tutaendelea kulala katika kitanda chetu kile ambacho tuna historia nacho. Akasema nitafanya hivyo. Nilitoka nikiwa na furaha, unajua. Hatuongeagi hivyo. Hatuongei hivi. Wewe hatuongeagi hivi na mume wangu. Rosie anasema
ni sauti zinapandishwa juu. Wewe unajua watu wamepaniki muda wote, yani watu muda wote watu wamepaniki, yani kama akinitazama anaona mbuzi, anaona ng'ombe, anaona yani anaona kitimoto, anaona viumbe vinabadilika badilika. Sijui ananionaje mimi, sijui ananiona nimekuwaje usoni, yani sielewa ananionaje. Hakuwa yani hata kunitazama alikuwa hataki. Mwanaume anakuchukia kiwango kikubwa, anasema sikutaki, niache na maisha yangu, niache bana sana na mimi. Yani mpaka mtu unaogopa, kwani nimekuwaje, nini kimetokea jamani? Kunichamba kote kule na kunichambaga yani ya kukutosha. Wewe unanenepea wewe bado umekongoroka, una mvuto tena. Yani sijui anaona nini. Hata kuna siku moja nilimwambia, umekuaje wewe uliokuwa ukinitazama muda wote utamani hata kutoa macho yako kuweka pembeni, leo utakenda kunitazama, unaona nini? Ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Rose anasema basi hili siku nyamaza. Nilimtumia message ndugu yangu nikamwambia nimepata amani ya moyo. Nimepata amani ya moyo, yani mume wangu anarudi nyumbani sasa. Akanitumia message akaniambia, si nilikwambia relax and enjoy. Niko yani kwa kweli yani na imani penzi letu litakuwa jipya kama vile tunakutana. Akanambia na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Unajisikiaje sasa hivi? Niko najisikia furaha kwa kweli. Yani tulivyoongea na mume wangu, wewe jisikia vizuri. Akanambia unastahili ufurahie maisha yako ya ndoa. Huyu mwanaume mmetoka naye mbali sana. Unajua mume anauma mume anauma. Mume anauma. Mume anauma. Kwa hiyo ni nafasi yangu sasa na mimi kuenjoy. Rose anasema basi nikapumzika zangu. Jamani kweli mume wangu akaja, unajua usiku akagonga, nikamfungulia mume wangu, nikamkaribisha mume wangu, akarudi chumbani. Rose anasema mimi amerudi chumbani, sikuwa na neno zaidi la kumwambia mume wangu asante, nilikumisi na nini. Kweli tukawa pamoja paka pambazuka asubuhi. Pambazuka basi mume wangu ana majukumu yake ya hapa na pale. Nikamwambia mume wangu, leo sijui unapenda nikuandalie nini? Akaniambia chochote tu, chochote. Nikamwambia nikuandalie kitu unachokipenda? Akasema ni sawa, ni sawa, huku akiwa na tabasamu. Yani ninajisikia amani ndani ya moyo. Jamani, mume akirudi nyumbani, mwanaume anarudi nyumbani kama hivi, unajua unasikia amani ya moyo, unasikia raha. Nasikia amani kweli jamani. Basi tumeongea hivyo vizuri. Mume wangu kaenda kwenye mihangaiko. Unajua mimi ni mwalimu. Yes, mimi ni mwalimu. Ni mwalimu, nafundisha, kuna shule nafundisha. Basi tu ikawa leo ni siku nyepesi kwangu. Siku nyepesi ile hali nilikuwa naijisikia na unatuni upweke mwenzangu. Nilikuwa tunaona labda moyo unataka tu mume arudi jamani. Nikarudi zangu, nikaanza kuandaa chakula. Nikaandaa chakula, nikawa namtumia message na ananijibu. Nikamwambia chakula ndo naandaa hapa mume wangu na kungoja leo. Akasema tajitahidi kwa mapema mke wangu. Na mimi nikamtumia message shosti ananipigia naambia jamani, penzi la kuchati jamani, shoga yangu penzi tunachati. Unajua kuna age nikwambie kwenye masuala ya mapenzi, mmeshapata watoto 3 4, nikwambie hata mnapochati message zenu si fupi, yani watu ndani mnajikongoja, mnachati nini. Lakini mimi naanza kumkumbusha mume wangu, chakula hiki nikichanganya na hiki, ananijibu ile mood ya kujibu message. Jamani mnajibiwaga message mwenzangu. Kuna mtu unamtumia message hata ya kimahaba, unashangana kupigia, umenitumia message, nimeiona, lakini message zinajibiwa. Mume wangu akaja, mume wangu kuja,
Mashallah, mume wangu amefika, nikampokea kwa furaha. Chakula ndio hicho nimemwandalia. Akapenda chakula na yani sasa hivi tuko pamoja, unajua. Na simkwazi, siongee jambo lolote na sijauliza chochote. Nimetulia. Usiku tena mzuri kwangu paka pambazuka. Mwanaume katoka bafuni anajiandaa, akaniuliza, akanita kwa jina langu, Rose, nikuulize kitu. Nikamwambia, niulize mume wangu. Kwenye maisha yako tumekutana, unajua Rose, sisi tukiwa bado vijana tumepambana sana kwenye maisha mpaka hapa tumefika, na sisi mara zote tunamtumaini Mungu katika harakati zetu. Nikamwambia, ni kweli? Ulishawahi kwenda kwa mganga wa kienyeji? Yani nilisikia moyo umelia pa. Nikamwambia, mganga wa kienyeji? Mimi? Mume wangu, wewe ndio unanijua kuliko mtu mwingine yeyote yule. Na kwa nini hiyo sentensi uitamke wewe? Yani kwa nini mganga wa kienyeji atajwe kwenye familia yetu? Akasema, ungenijibu tu ndio au hapana. Nikamwambia, sijawahi kwenda kwa mganga na kamwe haitakuja kutokea siku nikaenda kwa mganga wa kienyeji. Akaniambia, una uhakika? Akinitazama, unajua sasa yani kwa nini aniambie hivi? Nikamwambia, kwa nini unasema hivi? Mume wangu, kwa nini unaniuliza swali gumu kama hili? Alafu na kujibu unaniuliza na uhakika. Ina maana nachokiongea huna uhakika nacho? Kuna mtu mwingine anaweza akanijua zaidi yako. Kuna watu wengine wanaweza wakazungumza hawanijui, lakini wewe unanijua. Nikamwambia, akaniambia, hujanielewa. Una hakika hujawahi kwenda kwa mganga? Nikamwambia, sijawahi kwenda kwa mganga na kamwe sitaweza kwenda kwa mganga. Why ni mtumaini mganga? Yani why ni tumaini nguvu za giza, na wakati sisi ni watu ambao tunamwamini Mungu? Kwa nini unazungumza maneno? Akaniambia, nimekuuliza tu. Akajiandaa, mke wangu, basi mimi naenda kwenye mihangaiko. Nikamwambia, sawa. Hapo alipoondoka, mimi ilikuwa ni simu. Nikamwambia, wewe, mbona mume wangu kaniuliza swali gumu sana? Akaniuliza, swali gani? Nikamwambia, ameniuliza eti kwenye maisha yangu yote toka tumefahamiana nishaye kwenda kwa mganga wa kienyeji. Akasema, wewe, kwani akuulize hivyo? Nikamwambia, sijui. Akasema, unajua nimehisi nini? Unakumbuka ulipozungumza na yule chawa wako yule? Nikamwambia, ndio. Ulikumbuka maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa? Nikamwambia, ndio, kwamba ndugu zake wanasema kile kifo cha ndugu yao sio cha kawaida. Unakumbuka? Nikamwambia, ndio. Akasema, basi hata maneno hayo usikute wamemwambia. Watakuwa wamemwambia ndugu yetu hajafa kifo cha kawaida, usikute. Lakini nikwambie, hii ni siri yetu mimi na wewe. Ni mimi na wewe. Na kwanza sisi tumefanya nini? Hatujafanya chochote. Ukiulizwa swali kama hilo, kwanza utakiwa kutoa macho, jibu kwa ujasiri. Tena laani vikali kabisa hayo matendo ya kwenda kwa ganga wa kienyeji. Nasema mimi leo naambiwa hivi. Yani hakikisha unaweka msisitizo. Nikamwambia, nimeogopa. Ni maneno tu. Bado msiba mbichi. Mtu kazi kwa juzi, hata kwanza mpaka sasa hivi funza hawajaanza kumshughulikia. Baada ya muda mambo yataisha. Wewe tulia. Nikamwambia, nimekuelewa. Relax, enjoy ndoa yako. Niambie usiku wako ulikuwaje? Nikamsimulia, yani nakwambia ilikuwa hivi uko wao. Sasa enjoy. Siku hizi tunasema hivi, kila kizuizi kinachozuia tunakipiga. Tunaendelea na maisha yetu. Yeyote atakayekuja mbele tunapiga za uso. Alafu sisi tunaendelea na maisha yetu. Tukacheka. Rose anasema, basi nimetulia, nikaendelea na movement zangu za hapa na pale na nini, na nikamtumia mume wangu message, unaendeleaje? Akanijibu hivyo. Rose anasema, mimi kuna muda nikikaa, yani kuna muda nikitulia hivi, kwa mfano mimi ni mwalimu. Nimefika darasani nimefundisha
umefundisha, kuna ule muda labda unasimamia kitu fulani darasani, kabla utakaa kwenye kiti, yani naweza nikakaa nikajikuta ninapata dimbwi la mawazo, yani kama ninaingia kwenye dimbwi la mawazo, na kitu ambacho kinanisumbua ni ile sauti ambayo nilikuwa nimerekodi kwenye simu. Unajua msichana, sijaongelea kwenye simu sana. Simu zangu ni zile ambazo zilikuwa za maonyo, achana na mume wangu, lakini nilishauriwa rekodi. Kwa hiyo ile sauti yake akiwa ananiambia, yani ni kama ilikuwa imeingia, yani imeingia kwenye ubongo wangu sauti. Yani sitasahau sauti ya huyo msichana, na hisi mpaka siku yangu ya mwisho hii sauti ya huyo msichana. Kwa siku hiyo nikajikuta, yani nakumbuka alipokuwa ananiambia, tunazungumza hivyo, nakumbuka siku ile tumemfuata, ile siku napigiwa simu, naambiwa wewe, yule dada amefariki, yule mganga ananiambia nishamaliza kazi. Lakini unakuta kwa sababu una majukumu, basi unasimama, unajikeep busy na mambo yanaendelea. Rosie anasema mwanamke ambaye anaruhusu uchungu ndani ya moyo, yani ukiona unaanza kuruhusu uchungu, umeumizwa, sijui mume wangu amenifanyia nini, tumetoka naye chini, yeye sio kunifanyia hivi, amenisaliti, ameenda kuzaa na mwanamke mwingine, uchungu unaoruhusu, huo uchungu lazima utasababisha uovu ndani yako, ukatili ndani yako, na utakuja kufanya mambo ya ajabu, dunia itashangaa. Ukisimama hapo mbele watu wakisema wewe ndiye uliyefanya, watu watashangaa. Ndugu zako watalia na kuomboleza, umekuwa katili kiasi hiki, mbona huyo mtu tunamfahamu? Hajawahi kuwa katili kiasi hiki, anawezaje kufanya hivi? Lakini ni kwa sababu umelimbikiza maumivu yanazaa uovu. Rosie anasema mimi niliamini kila kitu kimeisha, niko kwenye ukurasa mpya, naenda kuandika ukurasa mpya wa penzi letu mimi na mume wangu, maisha ya peji nyingine yenye furaha na amani, maisha ambayo ninayataka ya maisha. Na ndio maana nimepigana hivi, nimepigana hapa nilipofika kupigania ndoa yangu. Rosie anasema huyu mwanaume alifururiza kuja nyumbani wiki moja. Siku hiyo ninampigia simu, mume wangu, mbona muda unasogea na naona kimya, urudi umpate emergency yoyote? Akaniambia niko sehemu na kunywa. Nikamwambia uko sehemu unakunywa? Mimi mume wangu sio mnywaji. Nini nikisema sio mlevi? Upendelea kunywa wine na sio hivyo, yani kwamba amelewa. Ni mtu tu smart, ni mwanaume smart. Nikamwambia unakunywa pombe? Akanambia nikimaliza nitakwambia. Yani nikamwambia sawa, kwa nini usije kunywa nyumbani? Lakini akanambia kwa sasa hivi nilipofika, pombe za nyumbani haziwezi kunifanya nikakaa sawa. Nikamwambia kuna kitu kinakusumbua? Akaniuliza kwani wewe hujui kinachonisumbua? Nikamwambia mume wangu, usiponiambia mimi najuaje? Si ndio muda ungekuja niambie basi nikuandalie kinywaji chako, utoke hapo uje ukikute. Akaniambia niache kwanza. Rosie anasema huyu mwanaume sasa, ninapiga simu zinapokelewa, mwisho wa siku simu ikapokelewa. Akapokea mtu, akaniambia oya, vipi? Nikamwambia naomba niongee na mwenye simu. Wewe ni nani? Akaniambia we nani? Sauti ya kilevi. Huyu mtu kalewa sana. Nikamuuliza wewe uko wapi? Akaniambia mtu kalewa sana. Simu ikakata. Nikampigia mtu ambaye
umbeba kama msaidizi wake. Nikampigia, ambaye yuko naye karibu. Nikamwambia, wewe, mbona huyu mtu ananipigia simu akaniambia kuna sehemu nilienda nilimwacha, nimemwambia nije nikuchukua, hataki kabisa. Nikamwambia, shida ni nini? Akasema, unajua na stress. Nikamwambiaje, basi ungefanya uende ukamchukue. Naomba umchukue umlete. Naomba umchukue umlete hapa nyumbani. Akasema sawa. Rosie anasema hivi ndivyo ilivyoendelea kwangu. Nikiamini kila kitu kimeisha na sasa nimefanikiwa. Nilikuwa sina amani, lakini sasa amani yangu imerejea, maana mume wangu amerudi. Ule upweke si uoni. Rosie anasema, nisikie mimi kinasema, mwanamke mwenzangu ulipo hapo, sijui una maumivu kiasi gani, sijui umepanga kufanya nini. Kabla ya kufanya hilo umepanga kufanya, nisikilize mimi kinachokuambia. Na utakaponisikia ukitaka kuendelea kufanya, basi endelea. Lakini nipe nafasi nikueleze haya. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Rosie. Msikilizaji, muda wangu nami umekwisha. Nikushukuru sana. Asante kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza. Mimi tutaonana kesho. Ndio.